anataka hela ya kwenda kuemea. Anaomba hela ya kwenda kuemea vitu vya ndani, naona vyakula vimeisha. Kama huo mchele na uchambua sasa hivi ndio wa mwisho. Baby. Baby. Na. Ulikuwa unasemaje? Yaani ninaongea na wewe una mawazo sehemu nyingine. Unawaza nini labda? Hakuna shida yoyote. Wewe sasa kuna shida, si nilikuwa naongea na wewe. Ulikuwa unasemaje? Nasema hivi. Ndio. Nilikuwa naomba hela. Nahitaji kwenda kuemea vitu vya ndani vimeisha. Huu mchele nao yani na uchambua sasa hivi ndio umeisha, ndio wa mwisho. Ndio. Yaani humu ndani hatuna mchele, hatuna mafuta, hatuna sukari. Na huu mchele ndio wa mwisho. Sasa tu yako itakuwaje? Sasa wewe ulikuwa unataka tufanyeje? Kwa naomba hela ya kwenda kuemea vitu vya ndani. Basi acha nifanye mpango benki, nione kama nitaweza kupata hela. Kwani sasa hivi hela huna? Kwa hiyo nikuambia kwamba pesa ziko benki nyingine. Na maana zile zingine ulizokuwa nazo huko ndani zote zimeisha? Zimeisha. Sasa unafikiri kununulia viatu vile vinanili vyote vikia mikoba nini? Yaani pesa zilitumika nyingi. Kwa hiyo mpaka lini hapo tusubiri labda? Unajua kuna vitu vingine unaweza ukasubiri, sio tumbo baba. Leo jioni. Leo jioni? Basi, muda kwa hiyo nikapike hiki kitu, tutatafuta njia nyingine. Basi sawa, acha nifanye mpango. Nione kama naweza kutoa hela benki. Sawa. Alivyokuja eti anajichamba. Kula hela baby. Kula hela, nitakushtaki ujui kula hela. Nimezila sasa hivi umeanza kutapatapa eti pesa zimeisha. Nachotaka pesa hapa mjini. Unavyojiona wewe unaweza ukanipenda mtu kama huyu. Nilipenda pochi. Zikiisha kwanu kijijini ndio utanijua. Yaani hapa naonekana nimebana. Sasa ngoja nimpigie bwana shemeji. Halo bwana shemeji. Na matatizo. Nataka unikopeshe hela. Nisubiri kwanza. Sasa kakata simu. Yaani mtu ukiwa na hela bwana, yaani anajiona sasa hivi amekuwa mkubwa, anakuwa na dharau. Hivi huyu akunikatia simu kweli? Sasa hapa akiniletea ushenzi, nitampeleka polisi. Sasa anajilia sasa hivi anakula hela, subiri. Tamaa ya maisha. Mungu nihurumie mimi. Hii t-shirt ya marehemu kabisa hii. Yenyewe iko wapi? Mungu wangu. Nikimwambia huyu mwanamke nyuma tuuzi linakataa kabisa. Nikaiangalia tuko mpaka nimemeza kijiji. Sasa hii ni kitu gani? Sasa nimeona t-shirt. Nisamehe basi. Nisamehe kwa hali maisha. Nisamehe. Nitamaa tu.
Kila siku makelele huko ndani nimechoka mimi. Siku Mume wangu. Mume wangu. Umepatwa na nini mume wangu? Amka. Mume wangu. Mume wangu. Umepatwa na nini? Mume wangu amka. Mume wangu. Mume wangu. Amka. Umepatwa na nini? 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 Mzimu. Mzimu? Wewe ni kitu. Mzimu. Mzimu kama. Umepatwa na nini wewe? Njoo. Haka. Mzimu umetokeaje? Umepataje? Mume wako amekuja. Mume wangu? Hivi mbona unaota wewe? Mimi sirudi kuua, simuui mara ya pili. Tuame hapa. Unaongea nini? Nimemuona mimi kwa macho yangu mawili ndio maana nimezimia. Hii sio ndoto tena. Yaani sielewi ni nini ninachokiona hiki, siamini kwa kweli. Ila sikia, mkoto unayosema yanawezekana, lakini mimi yaniingia akilini kabisa. Kwanza nimechoka nasikia hata usingizi. Mimi ngumu kala. Tamaa ya maisha. Nimemaliza kuosha vyombo. Hapa ni mwendo wa mtego tu. Huyo madam nilimwambia anivumilie ndani ya wiki moja. Sasa wiki moja hiyo imebaki siku 2. Sasa hizo siku 2 inabidi nizifanyie kazi. Huyo madam inabidi nimuingize kwenye mtego. Na akishaingia tu kwenye mtego, nalala naye. Pole. Karibu madam. Asante, naona unaosha vyombo. Karibu kae. Asante. Umejuaje mimi kuosha vyombo? Naona kazi kweli. Hivi ndio kazi zangu hizi madam. Kazi zangu madam. Mbona umechelewa madam? Nipitia kwa rafiki yangu huko kidogo, kwa hiyo kanichelewesha. Kwa rafiki yako? Rafiki yako nani? Unajua basi. Haina shida. Ila madam unajua nini? Niambie. Mimi nimekusaidia vyombo hapa. Najua tu wewe ni mvivu wa kuosha vyombo. Hiyo ni kweli kabisa. Ila asante. Kuhusu ile nanilio ulisema unataka kwenda nyumbani. Ushafanya mpango? Sasa mpango wa kwenda nyumbani madam, hapo ndio kipengele sasa. Na madam, toka huko bana kwenye safari za kwenda huko sijui wiki 2, sijui bado siku ngapi, sijui 2 hizi. Wewe madam aisee, kusema kweli wewe ni mzuri. Acha zako bana. Acha tu nikupe sifa. Basi mimi niko ndani. Naelekea ndani? Haya, okay. Na mimi ngoja nimalizie kutafuta vyombo hapa. Nipange vyombo kwenye kabati na mimi nakuja. Bana. Madam kadondosha hii. Shingapi? 20. Madam unavyomjua kweli huyu ndo akudondosha hela. So mtego huu. Kwa hiyo jamaa ananitega na mimi namtega. Au si? Haina shida, ubaya ubwera. Sasa hapa inabidi niwe mpole kabisa, nisubirie. Hakifika tu takuwa mpole, nione kwanza atakuja na hela shilingi ngapi,
nimdanganye ili hizo hela nimchune zote. Nikihakikisha kwamba benki zimeisha, naonesha makucha yangu. Hapo ndo naonesha upande wangu wa pili. Sasa hivi acha niwe mpole, sina jinsi. Kwa maana ninachokisubiria ni hela. Zikimuishia ndio atanitambua kwamba mimi ni Simiyu. Bado hajajua upande wangu wa pili. Pange vyombo hapa na mimi nielekee ndani. Sasa huyu madam kautaka mwenyewe huyo. Tamaa ya maisha. Madam, mbona umetulia, umerelax? Una peruse tu kwenye mtandao. Kawaida tu. Madam, naona muda wa kupika umewadia. Kwa najiuliza hapa tunapika nini? Sijui nipike wali, sijui nimenye. Sana nakupika, nitapika mwenyewe. Utapika mwenyewe? Ila mimi kwa nataka nikusaidie. Hamna shida. Usinisaidie, nitafanya mwenyewe tu. Fanya mwenyewe? Haya madam. Si umechoka madam? Nikakutengea maji ya kuoga. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams which... Safi, karibu. Asante. Naona huko nakula matunda. Niko nakula matunda. Karibu. Asante. Za utokako. Naweza nikakwambia ni mbaya lakini sio sana. Kweli? Kweli. Sasa mbona hujala? Nataka unilishe. Kulishwa. Haya bwana, ndio kazi yangu. Asante. Niambie. Nimeenda benki. ATM hazisomi kabisa. Unamaanisha nini? Sijakuelewa ujue. Gani wananiambia naenda benki, wananiambia ATM kwa jina lako zimefungwa. Na mimi ninashangaa kitu gani kinaendelea. Ikabidi kwanza nirudi nyumbani kupumzisha kichwa. Sasa kwa hiyo hapo itakuwaje? Sasa mimi hapa nina buku. Itabidi hii buku sawa, uibudget vizuri kwa sababu na hiyo robo iliyo kwa ya mchele tutumie hivyo hivyo. Kesho nifanye mpango. Sawa. Sasa vipi mbona unacheka? Hamna shida, nitatenga mwenyewe. Tenga mwenyewe? Mimi nilikuwa nataka nikusaidie tu. Sijali. Madam, umedondosha hela yako. Hela? Umedondosha hela yako wakati naosha vyombo pale. Umenyanyuka kwenye mkoba wako ukatoa leso. Ukaidondosha. Kweli? Asante. Sijali vitu vyangu hivi madam. Haya bwana. 1000. Kwani unaiona hii si ni hela? Kwani 1000 sio hela? 1000 kabisa. Nikanunua nini labda? Hebu niambie. Ninunue nini? Yaani hapa cha kufanya. Kanunua mafuta ya 200, sijui mboga za majani za 500, na kitunguu cha 100, na alafu nanunua sijui na karanga. Sasa sikiliza wewe, labda nikwambie vizuri. Mimi shilingi 1000 haiwezi kanipeleka dukani eti naenda kuemea. Kama unajua kwamba wewe hiyo shilingi 1000 unaweza kuiemelea, nenda dukani kaniemelee kila kitu unachokihitaji uniletee hapa. 1000 niemeeje kwa mfano? Hivi wewe unadhani hela zinaokota? Yaani niende dukani, wamezoea kuona naenda dukani.
nanunua vitu vingi. Mafuta dumu, mchele kilo 50, sukari kilo 25, alafu nipeleke 1000 mimi wa hivi. Utafanyaje? Hela ndio hizo zimeisha. Sikiliza nikwambie baba. Kama unajua hela ndio zimeisha, hapa ni mjini, kila kitu ni pesa. Sawa? Mimi labda cha kukusaidia. Acha niwe mpole. Cha kukusaidia. Kashika hiyo shilingi 1000. Kama unajua umeishiwa hela, shika hiyo shilingi 1000, tumia ndio iwe nauli ya kukurudisha kwenu. Wapi? Umetoka wapi?